Hujambo kwa mara nyingine tena mtazamaji wa Zone Media, uko nami mtangazaji wako Victor Moshi. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi amemtaka mwenzake wa Rwanda Paul Kagame kuamuru waasi wa M23 kuondoka mara moja mashariki mwa Kongo. Tshisekedi alisema hayo katika mkutano wa Global Gateway uliofanyika jijini Brussels. Kauli yake inakuja wakati kumekuwa na ongezeko la mvutano kati ya nchi hizo jirani na kuzua hofu mpya kuhusu mustakabali wa usalama katika eneo hilo la Maziwa Makuu. Tshisekedi aliwaambia wajumbe wa mkutano huo kuwa amani ya kweli haiwezi kupatikana bila kumaliza kabisa uingiliaji wa mataifa ya nje na kusitishwa kwa mashambulizi ya mipakani. Amani katika eneo hili inahitaji kusitishwa kwa uingiliaji wa kigeni na kumaliza mashambulizi yanayovuka mipaka, alisema Rais Tshisekedi. Nao mamlaka za Rwanda zimemjibu Tshisekedi kwa tuhuma nzito zikidai kwamba yeye mwenyewe ndiye anayechochea migogoro kupitia vitisho, misaada kwa wanamgambo na ukiukwaji wa makubaliano ya amani. Rais Kagame kupitia mtandao wa X, zamani Twitter, alibeza kauli ya Tshisekedi kwa kusema ni kelele za ngoma tupu. Rwanda imeendelea kushutumu DRC kwa kuhusishwa na kundi la waasi la FDLR ambalo linatuhumiwa kushiriki katika mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda na ambalo bado linaendesha harakati zake mashariki mwa Kongo. Rwanda pia inaituhumu serikali ya Kongo kwa kuwaunga mkono wanamgambo wa Wazalendo, kutumia mamluki wa kigeni na kufanya mashambulizi ya anga. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Oliver Nduhungire kupitia mtandao wa X alisema ili kumaliza mvutano huu, Rais Tshisekedi anapaswa kulivunja kundi la wanamgambo la Wazalendo alilolianzisha, kulihami na kulihifadhi kundi ambalo sasa limekuwa chanzo cha chuki na utesaji dhidi ya Watusi wa Kongo. Licha jitihada zinazoendelea kutoka katika jumuiya ya kimataifa na viongozi wa kikanda, uhusiano kati ya Rwanda na DRC umezorota kwa kasi katika miezi ya hivi karibuni, ambapo huku viongozi wa dunia wakikutana kujadili masuala ya uwekezaji, swali kubwa linabaki: je, marais hao wawili wanaweza kuondoa tofauti zao na kurejesha mazungumzo ya amani kabla ya miezi kadhaa ya ukimya? Kauli ya rais wa DRC Felix Tshisekedi kuweza kumtaka rais wa Rwanda Paul Kagame kuondoa waasi wa M23 mashariki mwa Kongo inaleta taswira ya moja kwa moja ambayo rais Felix Tshisekedi kwa nini amemtaka rais Paul Kagame aweze kuondoa waasi wa M23 mashariki mwa Kongo. Kuna sababu ambazo zinafanya rais Felix Tshisekedi kumtaka rais wa Rwanda Paul Kagame aondoe waasi wa M23 mashariki mwa Kongo. Moja kabisa ni kuhakikisha ukombozi wa mashariki mwa Kongo. Eneo la Kivu Kaskazini na Ituri limekuwa chini ya mashambulizi ya makundi ya waasi kwa miaka mingi, lakini M23 ndio tishio kubwa zaidi kwa sasa. M23 wamekamata miji kadhaa muhimu kama Bunagana na Rishuru, wakilazimisha maelfu ya raia kuweza kukimbia. Kwa Rais Felix Tshisekedi, kuondoka kwa M23 ni sawa na kurudisha mamlaka ya serikali ya DRC juu ya ardhi yake. Anaona kwamba M23 kama tishio la uhuru wa kitaifa, kwa maana serikali ya kigeni Rwanda inadaiwa kuwa nyuma ya kundi hilo. Lakini anachotaka hapa Rais Felix Tshisekedi, ndio maana amesema hivi, anataka kukomesha uingiliaji wa Rwanda katika mipaka ya DRC. Tshisekedi anasema wazi kwamba M23 inaungwa mkono na Rwanda, hasa kijeshi na kifedha. Ripoti za Umoja wa Mataifa UN Group Experts zimewahi kutaja ushahidi wa jeshi la Rwanda RDF kushiriki moja kwa moja mashariki mwa Kongo. Hivyo aliposema Kagame awaamuru waasi M23 waondoke, alikuwa akimaanisha kwamba Rwanda iondoke Kongo. Kwa Rais Felix Tshisekedi, huu ni uingiliaji wa kigeni unaokiuka uhuru wa taifa lake, kwa namna ambavyo yeye anaona hivyo. Lakini sababu nyingine ni kwamba anataka kuzuia vita kubwa ya kanda, yani regional war. M23 inazidi kupanua mashambulizi na DRC imeshawahi kutishia kufungua vita moja kwa moja dhidi ya Rwanda. Kwa kulazimisha kundi hilo kuweza kuondoka, Tshisekedi anajaribu kudhibiti hali isiwe vita vya wazi kati ya mataifa mawili, yani Rwanda na DRC. Anakabiliana na shinikizo kubwa kutoka EAC, yani Jumuiya ya Afrika Mashariki, SADC na Umoja wa Mataifa kutafuta suluhu ya amani. Kingine ambacho Rais Felix Tshisekedi anataka ni sababu za ndani za kisiasa, ambapo mwaka 2026 DRC itakuwa na uchaguzi wa rais, wa bunge na viongozi wengine. Tshisekedi anataka kuonekana kama rais shujaa
anayetetea mipaka ya taifa, si kama kiongozi dhaifu anayeacha waasi kuhodhi ardhi katika maeneo ya Kongo, hasa mashariki mwa Kongo. Kwa hiyo wapinzani wake wanamtuhumu kuwa ameshindwa kulinda nchi, hivyo anaongeza pressure kwa Kagame kuonyesha anadhibiti hali. Mvutano kati ya rais wa DRC Bwana Felix Tshisekedi na rais wa Rwanda Bwana Paul Kagame unazidi kuongezeka siku hadi siku, huku rais Felix Tshisekedi akiituhumu Rwanda kwa kuifadhili M23, kuwapa fedha, silaha na misaada mingine, na akisema kwamba hawa ni Watusi ambao wengine ni wanajeshi wa RDF, yani jeshi la taifa la Rwanda, likitumika kama vile M23 ili kudhibiti katika maeneo hayo. Ni sehemu ambazo zina utajiri mkubwa sana wa madini, ndio maana migongano imekuwa haiishi mashariki mwa Kongo, na maeneo yote kama Bukavu, Kivu Kaskazini kule kote kumekuwa kuna shida kutokana na hali halisi ambayo inatokea kule, kwa sababu sasa hivi hata mji wa Goma tu wenyewe upo chini ya waasi na wameushikilia huko, Colonel Nangaa akiongoza vikosi vya waasi wa M23 kuweza kuchukua maeneo hayo. Sasa basi, katika aina moja ama aina nyingine ni kwamba kupitia msuguano huu kati ya marais hawa wawili, huenda baadaye zikashuhudiwa athari kubwa zaidi kuweza kutokea, labda endapo wataamua kuweza kuingia vitani kuweza kupambana, kwa sababu mwisho wa siku kama M23 watazidi kuweza kuvuka mipaka ya DRC na kuingia katika sehemu ambazo sasa wataona kabisa huku wanavuka mipaka, kunaweza kuibuka vita vya kikanda ambavyo huenda vikaleta athari kubwa sana katika Kongo yote, huku pia Rwanda ikipata shida, kwa sababu mara zote rais wa Rwanda Paul Kagame amekuwa akikanusha kwamba yeye hana uhusiano wowote na M23, bali ni wao wenyewe wakae chini wazungumze, waone ni kwa jinsi gani hali halisi inavyoweza kuwa. Kuna mambo mengi sana ambayo yanaendelea hapa, huku rais wa Rwanda Paul Kagame akishitumu kwamba kundi la FDLR ndilo ambalo lilihusika na mauaji ya kimbari mwaka 1994. Hivyo anaamuru kwamba kundi la wazalendo ambalo anahisi kwamba linadhaminiwa na rais Felix Tshisekedi liweze kumalizwa kabisa. Mwisho wa siku basi amani ipatikane katika ukanda wote ule wa mashariki ya Kongo, kati ya Kongo pamoja na Rwanda. Kwa taarifa zaidi mtazamaji, jiunge nasi siku zote, wakati wote hapa katika Zone Media. Tutakuletea kile ambacho kinajiri huko katika mashariki mwa Kongo, ambapo kumekuwa na mvutano wa mara kwa mara baina M23 lakini na taifa la DRC, huku DRC ikishutumu Rwanda kuifadhili M23. Tutakuwa nami wakati wote, usisahau kusubscribe channel yetu.